PLO Lumumba atoa wito wa kumalizwa kwa ukabila na uongozi mbaya. Habari na karibu kwenye taarifa zetu za leo. Wakili mashuhuri na mwanaharakati Profesa Patrick Lumumba ametoa hotuba yenye mvuto katika taasisi ya taifa ya Meru, ambako mamia ya wanafunzi na wakazi wa Meru walijitokeza kumsikiliza kwa hamu kubwa. Profesa Lumumba, anayejulikana kwa ufasaha wake wa hotuba, aliwasha moto wa matumaini miongoni mwa waliohudhuria, huku akizungumzia kwa kina maadili ya kitaifa, uadilifu na uongozi bora. Katika hotuba yake, anasema kuwa ukoloni uliwaleta pamoja jamii mbalimbali kuunda taifa la Kenya. Alikumbusha kuwa kabla ujio ya wazungu, jamii kama Wakalenjin, Wamijikenda, Wamasai na Wasomali ziliishi kwa umoja bila mipaka iliyowekwa na wageni. Lakini akasema kuwa mwaka wa 1969 Kenya ilianza kupoteza maadili yake ya kitaifa baada ya katiba kufanyiwa marekebisho kwa malengo ya kisiasa ya muda mfupi. Akataja mauaji ya viongozi kama Agwins Kodhok, Tom Mboya, Ronald Ngala na JM Kariuki kama mifano ya jinsi nchi ilianza kuyumba. Pamoja na hayo, alieleza kuwa rais wa pili wa Kenya alijaribu kuunganisha taifa, lakini hakufanikiwa. Na baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka 1982, aligeuka kuwa mtawala wa kidikteta chini ya mfumo wa chama kimoja cha kisiasa. Kwa upande wake, Profesa Lumumba aliwataka vijana wa Kenya kuwa na maadili mema binafsi, kisha ya kijamii na hatimaye ya kitaifa. Akitoa mfano wa mataifa kama Japani, Korea Kusini na China, alisema kuwa maendeleo yao yanatokana na kuwa na maadili thabiti ya kitaifa. Na katika hitimisho lake, Profesa Lumumba alisema kuwa Wakenya ni watu wenye bidii, lakini changamoto kubwa wanayokumbana nayo ni viongozi wasioweka maslahi ya wananchi mbele. Wenda Uarabuni, madaktari, wauguzi wa Kenya, we are good. Tatizo letu ni uongozi. That is our problem. The day we solve that, the day we have our best men and women up there serving us selflessly, the day we give meaning to values, and to our chapter 6, the day we breathe life into our constitution, that is the day Kenya will realize the potential. Na huo ndio ujumbe wake kwa vijana na taifa kwa ujumla. Je, unakubaliana na maoni yake? Tuma maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii au piga simu moja kwa moja hapa studioni. Mimi wako Masila Wine.